Bwana Yesu asifiwe. Nina kila sababu namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, kwa kunipa neema hii ya kusimama tena mbele yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Gideon mbeba maono wa kanisa la Mlima Moria. Bwana Yesu asifiwe kwa kazi nzuri anayoitenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia naendelea kumshukuru Mungu pamoja na uongozi wote wa kanisa. Ninamshukuru Mungu pia kwa channel ya Gideon Online TV ambayo inaendelea kuruka hewani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawakaribisha wote, kwa wale wote wanaofungua katika vipindi vya ibada ambao kuna mafundisho mazuri sana. Fungua kule, utakutana na watumishi. Pia utakutana na neno la Mungu ambalo utajifunza jinsi katika maisha yako pale mahali ambapo umekata tamaa kuna neno la faraja ndani mule. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi huduma yetu iko katika mkoa wa Kilimanjaro, ambao wale ambao wanaotokea katika njia ya kule Arusha, unaweza umepanda Costa au daladala, unaweza ukachukua ukashuka kituo kinaitwa Mashineni, utakuta huduma imeandikwa Mlima Moria Minutes. Kwa wale wanaotokea kule Marangu, Rombo, wapi, Same, pia ukishuka stendi kuu ya Moshi mjini, basi utachukua daladala au bajaji au pikipiki, utaambiwa wakulete katika kanisa la Mlima Moria maili 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi leo ninawakaribisha nyinyi wote ambao mnanisikiliza katika neno la Bwana. Mungu ana jambo la kusema na nyinyi siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kichwa cha habari cha somo ya leo kinasema mtumaini Bwana naye atafanya. Basi twendeni tukaombe kwa ajili ya neno la Bwana siku ya leo. Wewe ni Mungu ulio hai. Asante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako na ukuu wako na uweza wako Bwana. Wewe ni Mungu mkuu unayestahili kuabudiwa na kupewa sifa, heshima na adhama, vyote ni vya kwako Bwana. Asante kwa ajili ya neema hii ambayo Mungu uliachilia tena mimi mtumishi wako kuwepo mahali hapa siku ya leo. Naomba Roho wako Mtakatifu akatamalaki ndani yangu, akatamalaki juu ya mahali hapa, na akafungue masikio yetu ya ndani, akafungue mioyo yetu, akafungue kwa kila mmoja ambaye msikilizaji anayetusikia neno hili. Neno hili Bwana likae ndani yake, likamsaidie hata yule ambaye amekata tamaa. Neno hili Bwana likamfariji na kumtia nguvu, aonekane kwamba anaweza tena kuinuka tena, katika jina la Yesu naomba na kuamini, sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi neno la leo linatoka kwenye kitabu cha nabii Isaya, ule mlango wa 32 mstari wa 17. Inasema, na kazi ya haki itakuwa na amani, na mawazo ya haki yatakuwa na utulivu na matumaini daima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunajifunza neno la Bwana linatuambia kwamba kazi ya haki itakuwa na amani, na mawazo ya haki yatakuwa na utulivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaangalia jinsi gani kitabu cha nabii Isaya kinatuambia kwamba asubuhi ya leo ya kwamba neno la Bwana latufundisha jinsi gani ya kuishi, au jinsi gani wewe ambao ni mtumishi wa Mungu ambaye unamtumainia Bwana. Kuna mambo mengi ambayo tunayopitia, aidha katika mambo magumu, au kuna wengi wanainua hila ili kwa ajili ya hila za uongo, ili kukatisha tamaa, ili kukuangamiza. Lakini tunaangalia Biblia inasema kazi ya vinywa vya uongo uwaza uongo. Lakini kwa yale ambao mtu anaowaza mambo ya haki,
mambo ambayo ya haki, naye huwaza mambo ya haki na kuyapenda mambo ya haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaangalia kwamba jinsi gani wewe ambao leo unayemtumainia Mungu, inatumaini ya kwamba umtumainie Mungu wako. Achana na mambo ya kushindana na watu, achana na mambo ambayo ya kushindana na adui yako. Wewe nenda katende mambo mema, naye Mungu atatimiza ahadi yako ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usianze kuwazia mambo ambayo wenzako au adui yako anakuwazia mabaya na ukamwazia mabaya. Neno la Mungu latufundisha, latuambia kwamba unapoenda mbele za Mungu katika kutenda mambo mema, katika kutenda mambo ya haki, katika kutenda mambo ambayo yenye kupendeza Mungu, naye Mungu atapigana na adui yako, kwa sababu Biblia inasema vita si vya kwako, vita ni vya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda kumtumainia Mungu kwa imani, ukiamini ya kwamba Mungu uliombeba ni Mungu mkuu, ni Mungu mwenye uweza, ni Mungu mwenye mamlaka, ni Mungu mwenye utiisho, ni Mungu mwenye ambaye anayetenda mambo makubwa ambayo hata mwanadamu hayawezi. Bwana Yesu asifiwe. Na pia unapodai haki yako, ni lazima uwe umetengeneza na Bwana wako. Kwa sababu gani? Unaweza kama hakuna mtu ambaye apita changamoto, lakini katika lile jaribu unaweza ukalibeba, likabeba katika uchungu, ukaliweka kipaumbele zaidi pasipokuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu anashindwa kukusaidia. Mungu anashindwa kukuvusha pale mahali ambapo unataka kukupeleka sehemu nyingine. Kwa sababu nini? Ndani yako kuna uchungu, ndani yako kuna mtu umembeba, ndani yako kuna adui yako umembeba. Kwa hiyo unashindwa, utapataje haki yako mtu wa Mungu pasipokuwa na amani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu gani? Wewe unataka kushindana na adui yako kwa nguvu, alafu unataka Mungu akupe haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuambia kwamba ni lazima utengeneze, uende kutenda mema, ufanye mambo mema, ufanye mambo ambayo yakumpendeza Mungu, naye Mungu ataonekana kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia inasema ukiwaza mambo mabaya ndivyo utakavyowaza, lakini ukiwaza mambo mema ambayo yakumpendeza Mungu, ukitenda yale ambayo yakumpendeza Mungu, lakini ndani ya moyo wako kukiwa na amani, kukiwa na mawazo ya amani ya kumtafakari Mungu kila wakati, kila muda. Achana na adui yako, achana na ambao wanakusemea mabaya, achana nao kutukana. Biblia inasema hasira ukaa kifuani kwa mtu mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima uweze kuyatambua hayo. Ukiweza kuyatambua hayo, hayakusumbui. Ni lazima utasonga mbele katika kiroho. Ni lazima utasonga mbele kwa kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo watu wa Mungu inatuambia kazi ya haki ni kuwa na amani. Pasipokuwa na amani mbele za Mungu hakuna kitu chochote. Maana ukienda mbele za Mungu ukiomba, moyo wako unamuumika, moyo wako umejaa uchungu, maana yake hakuna kitu chochote. Mungu maana yake maombi yako yatakuwa kelele mbele za Bwana. Lakini ukiwa unatengeneza na Bwana, anasema na ya haki yatakuwa na utulivu na matumaini daima. Bwana Yesu asifiwe. Katika mawazo ambayo ya haki yanakuwa na utulivu na matumaini. Kwa hiyo jinsi unavyokaa na kumtafakari Mungu wako katika jaribu ambalo unalopitia, katika mzigo unaopitia, aidha ni wa watoto, aidha ni wa ndoa, aidha ni wa uchumi, aidha wa kitu chochote. Kwa hiyo unavyokaa, unavyotuliza akili yako, unavyotuliza mawazo yako kumtafakari Mungu. Mungu, hapa nifanye nini? Mbona hapa nimeshindwa? Mbona hapa nimekata tamaa? Unapokaa kumtafakari Mungu, naye Mungu anakupa njia ya kutokea. Mungu anakufanyia njia jaribu lile la kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usikae kwanza kuwaza kwa nini huyu amenitenda. Acha huyu aliyokutenda, kama ni kutenda ameshakutenda. Anza kutengeneza na Bwana, naye Bwana atashughulika naye. Bwana Yesu asifiwe. Basi tufungue tena kwenye kitabu cha Ayubu ule mlango wa 27 mstari wa 3 hadi wa 6. Biblia inasoma kwa msaada wa Bwana. Anasema kwa kuwa uhai wangu ungali mzima,
ndani yangu, na roho ya Mungu ii katika pua yangu. Na hakika midomo yangu haitanena yasiyo haki, wala ulimi wangu hautatamka udanganyifu. Hasha, ni hewahesabie ninyi kuwa na haki, hata nitakapokufa sitajiondelea uelekevu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtumishi wa Mungu Ayubu. Ayubu wakati anapita katika mazito na magumu, anaendelea kutufundisha mahali hapa. Anasema uzima wangu ungali katika Bwana. Maana yake anaamini kwamba yeye Mungu, yeye ndiye aliyeshikilia uzima wake. Pamoja na adui alipiga mwili wake, alipiga mali zake, alipiga watoto wake, lakini bado alikuwa na matumaini akimwamini Mungu. Akiamini kwamba Mungu atamsaidia, akiamini kwamba katika jaribu analolipitia Mungu atamvusha. Bwana Yesu asifiwe. Hakuangalia kwamba wanamsema mangapi, hakuangalia kwamba marafiki wanamsema mangapi, hakuangalia kwamba hata watoto hao mke anamdhihaki namna gani, lakini kitu gani? Alikuwa anamwangalia Mungu wake peke yake. Anaamini ya kwamba Mungu peke yake, yeye ndiye aliyemuumba, yeye ndiye anayejua mwanzo wake na mwisho wake. Akiamini ya kwamba yeye ndiye Mungu ambaye amebeba uzima wake. Mungu peke yake, yeye ndiye Mungu anayejua kwamba mwisho wetu na mwanzo wetu ni upi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio anatuambia na roho ya Mungu hii katika pua yangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake roho wa Bwana yu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Bwana yu ndani yetu. Kwa sababu gani? Ni lazima tuamini kwamba roho wa Bwana yu ndani yetu, anakaa ndani yetu kutusaidia katika jaribu ambalo unalopitia. Lisikufanye likakutenga na uso wa Bwana. Katika njia ambazo tunazopita, isikufanye katika changamoto yoyote, isikufanye ikakutenganisha na uso wa Bwana. Wewe kaa katika uvuli wa Bwana, kaa katika kumwomba Mungu, kaa katika kumtafakari Mungu, kaa katika kusoma neno la Mungu, kaa katika kwenda kwenye ibada na kufanya ibada kila wakati, maana ndiyo njia yetu ambayo ya kwenda kumuona Mungu. Maana pasipo ibada, pasipo kupeleka maombi yako ambayo yenye haki mbele za Mungu, naye Mungu apate kulipitia katika siri zako, apate kujibu haja ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima tuweze kusimama mbele za Bwana. Tusiangalie. Ayubu hakumtazama mtu yoyote, Ayubu hakumwangalia mtu yoyote. Ayubu alisimama na Mungu. Aliamini ya kwamba yuko Mungu wa Ibrahimu, yuko Mungu wa Isaka, yuko Mungu wa Yakobo anayeweza kumtoa katika mahali hapa. Haijalishi adui amekupiga miaka mingapi, lakini wewe nenda kaa katika kumtafakari Mungu wako. Kaa katika tafakari uweza wa Bwana, kuamini kwamba Mungu ninayemtegemea ni mweza yote. Bwana Yesu asifiwe. Huyo shetani hajaumba hata kitu chochote, hajaumba hata simizo yote. Tunawezaje kumwogopa? Tusimame kumwamini Mungu tu. Mungu wetu ni wa vita, Mungu wetu ni jemedari, anaweza. Hata kama ni mali zako zimeibiwa, hata kama ni mali zako zimesambaratishwa, lakini Mungu anaweza tena kuinua biashara yako tena. Mungu anaweza kubadilisha maisha yako tena. Mungu anaweza kubadilisha watoto wako tena. Haijalishi wamewaita makahaba, haijalishi wameita walevi, haijalishi wameita kwamba wao ni wa kukataliwa, lakini Mungu anaweza kubadilisha tena. Wakaita kwa wao ni wa kupendwa tena, wakaita kwa wao kubaliwa tena. Mungu anaweza kubadilisha maisha yako. Kwa hiyo nataka kuambia watu wa Mungu, msikate tamaa, songeni mbele nanyi mtamwona Bwana. Katika maisha haya ni lazima kuweka imani, hasa katika kizazi hiki ni lazima kumwomba Mungu na kumtafakari Mungu kila wakati. Unapokata tamaa ndio adui anayofurahi, unapolia ndio adui anayofurahi, lakini kwamba ni lazima kukaa chini na kumtafakari Mungu kwamba Mungu anaweza na alitenda mangapi juu yako, alifanya mangapi juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa mstari wa 4 anasema hakika midomo yangu haitanena yasiyo haki. Bwana Yesu asifiwe. Anasema midomo wangu hayatanena yasiyo haki. Kwa hiyo tunaangalia watu wa Mungu, tunapopita katika magumu, yako mambo mengi tunayotamka, lakini hatukumbuki.
Tunapopita kwenye changamoto, yako mambo mengi. Pengine tunaweza tukamtukana hata mtumishi wa Mungu, tukaanza kusema nimeenda pale sijahudumiwa, nimeenda pale. Ni nini? Ni pito tunalopita. Yako mambo mengi. Yamkini katika vinywa hivi, kinywa hiki sisi wenyewe kinasababisha, kinafunga maisha yetu. Kinasababisha ndio kifungo. Kinasababisha magonjwa, kinasababisha laana, kinasababisha kifungo. Watoto hawaponi. Ni kwa sababu sisi tunapopita mahali pagumu, au kama ni mtoto anapita magumu, unaanza kujuta. Unasema ni ya nini nilipata huyu mtoto? Ni heri siku hiyo hata ningeenda shambani. Kwa hiyo Mungu na shetani analishikilia lile neno. Anasema kumbe umekata tamaa, na anaendelea kubonyeza mtoto wako. Lakini kwamba tungeendelea, kwamba kuendelea kumtafakari Mungu, tukimwambia Mungu, wewe unaweza kumbadilisha tena, kwa sababu wewe ndio uliyemuumba, wewe ndio uliyemleta duniani. Ninaamini ya kwamba hizi ni kelele za maadui tu, hizi ni kelele za shetani tu, lakini naamini ya kwamba wewe Mungu naweza katika jaribu linalopitia, ndio wokovu wangu, ndio njia ya kukuona. Hiki ni chuo unaifundisha, nami nitaenda kuinuliwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pale mahali ambapo tunanena maneno mengi ya uongo, ya mambo mengi, ya zingine tunamtukana hata mtumishi wa Mungu, tunawasema wachungaji, tunawasema mambo mengine, hata kanisa unafika mahali anasema ninahangaika kote sijaona kitu. Mungu anakushangaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo lazima tuweze kwanza tuchunge vinywa vyetu sana, tusinene sana, tutafakari ya Mungu zaidi, tuwaze ya Mungu zaidi. Jaribu lisikufanye ukatoka nje ya reli. Bwana Yesu asifiwe. Na tukitoka nje ya reli ni vibaya, lazima tuanguke, lazima mauti. Mstari wa 5 anasema hasha niwahesabie ninyi kuwa haki, na hata nitakapokufa sintajiondolea uelekevu wangu. Daudi, huyu mtumishi wa Mungu Ayubu, anasema japo nitakapokufa, hata nitakapokufa sintaondoa uelekevu wangu kumwelekea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anaendelea kumtumainia Mungu. Anasema wewe ni Mungu tu, katika hili lazima utanivusha. Bwana Yesu asifiwe. Basi tufungue tena Zaburi mlango wa 37 mstari wa 1 hadi wa 5. Bwana Yesu asifiwe. Nasoma kwa msaada wa Bwana kile kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 1 hadi wa 5. Asema usiwakasirikie kwa sababu watenda mabaya, usiwahusudu wafanyao batili, maana kama majani wakatika, mara kama miche mibichi yatanyeuka. Umtumaini Bwana, ukatende mema, ukae katika nchi upendezao na uaminifu, nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja ya moyo wako. Umkabidhi Bwana njia yako pia, na umtumaini, naye atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Daudi. Daudi anatuambia usiwakasirikie kwa wale ambao wanaotenda mabaya. Kwa nini anatuambia hivyo? Tusiwakasirikie wale ambao wanaotenda mabaya. Kwa sababu ukiwakasirikia wale ambao wanaotenda mabaya, watakuchelewesha kumuona Mungu. Watakuchelewesha kuona baraka zako. Watakuchelewesha kuiona haki yako. Watakuchelewesha wewe kuiona mafanikio yako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema usiwahusudu wafanyao batili. Kwa sababu gani? Daudi anatuambia kwamba ukiwatafakari au ukiwabeba wale ambao maadui zako, pengine yule adui unayembeba huna nguvu kwa akili zako, huna nguvu ya kuweza kushindana naye. Lakini ukikaa kwa kumuomba Mungu, ukikaa magotini kwa kumlilia Mungu,
usiku na mchana pasipo kunung'unika, ukimkabidhi Bwana katika jaribu lako. Hata kama kuna mtu anayekutesa, hata kama kuna mtu anayekuendea kwa mganga, maana yake nini? Mkabidhi mbele za Bwana. Bwana ashughulike naye, kwa sababu Mungu ametuhakikishia, ametuambia vita si vya kwetu sisi, vita ni vyake, vita ni vya Bwana. Maana yake yeye ndiye anayetupigania. Anasema tusishindane. Kushindana kwetu sio damu na nyama, bali katika ulimwengu wa roho na juu ya falme wabaya. Amesema kwenye kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 10 hadi wa 11 hadi wa 12, amezungumza. Bwana Yesu asifiwe. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amesema pale, kwa sababu vita si vya kwetu, kushindana kwetu. Usipigane vita. Unaona mtu amekuta pumbavu na ukamjibu pumbavu, mwambie asante Mungu, kwa sababu yule ameniita pumbavu ni sio mimi, ni wewe. Bwana ataacha kushughulika naye, Bwana ataacha kupigana naye. Ndio maana Daudi akasema, Bwana, pigana nao wanaopigana na mimi, teta nao wanaoteta na mimi. Kwa nini Daudi hakushindana vita kwa akili zake? Hakuna mtumishi yote ambao Biblia inasema alienda vitani kwa mwenyewe, alienda kwa uwezo wa Bwana. Ni lazima ukiwa ni mtumishi wa Mungu, ukiwa ni mchungaji, ukiwa ni nani, ni lazima uende katika Bwana, uende kupigana vita katika Bwana, ukiwa umebeba neno la Bwana, ukiwa umevaa silaha ambayo ni neno la Bwana. Ukiingia kwenye maombi, ukimtikisa huyo adui, lazima atatikisika. Bwana Yesu asifiwe. Ukimpiga ni lazima atapigika. Kwa sababu ni nini? Umetumia neno la Bwana. Usitumie kwa kinywa chako mwenyewe, usiende kwa fahamu zako mwenyewe. Ukienda kwa wakati umebeba silaha ya Bwana, lazima utamdondosha huyo adui, lazima utamkamata, utamrudisha nyuma katika jina la Yesu. Mkabidhi Bwana katika njia zako, naye atafanya. Muhimidi Bwana naye atakuhimidi. Muinue Bwana naye atakuinua. Mbariki Bwana naye atakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Achana kushindana. Achana mtu anakuambia pumbavu na ukajibu pumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakushangaa. Mungu anashinda kuingilia vita vyako ili upate matumaini yako, ili upate haki yako. Ni lazima kwamba uendelee kwenda kutenda mambo mema. Ukitenda mambo mapenzi ya Mungu, ukifanya kazi ya Bwana, naye Mungu anafanya ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hatakuacha. Mungu hatakushika mkono, hata kuacha uanguke, hata kuacha uangamie. Maana alisema hata mwacha mwenye haki wake aangamie. Na katika jaribu ambalo unalopitia mama, unalopitia baba, unalopitia kijana, naye Mungu anaenda kufanya njia siku ya leo. Muamini Mungu. Hapo kazini kwako, hapo nyumbani kwako, hapo kwenye biashara yako, hapo ofisini kwako, muamini Mungu ataenda kufanyia njia. Ataenda kukushindia zaidi ya maadui ambao walioko sirini, waliojificha mahali popote. Mungu anaenda kusaidia kupigana nao. Wewe mtumainie Mungu. Muangalie Mungu naye atakushindia. Mungu ataenda kujibu haja ya moyo wako. Mungu anaenda kukujibu katika maisha yako, kwa yale yote unayoyaomba katika mwaka huu. Yamkini umeomba miaka 2 au 3 hujajibiwa, miaka 5 au mingine 10. Ni wakati wako sasa mama, ni wakati wako sasa dada, ni wakati wako sasa kijana. Hata kama una mchumba wako mahali hapa, hata kama kijana hujaoa, wachumba